Ikikutangazia moja kwa moja kutoka makao makuu ya nchi Dodoma. Hii ni Sky TV. Karibu katika ulimwengu wa habari, na tulionayo usiku huu: wadau wa elimu wataka uwekezaji kwenye sayansi, teknolojia na uhandisi. Kwingineko, taasisi za dini zahimizwa kuwatembelea wafungwa waliopo magerezani. Katika habari za kimataifa, Marekani yashutumiwa kukiuka makubaliano ya usitishaji wa vita. Na katika michezo na burudani, Taifa Stars kuondoka usiku huu kuelekea nchini Morocco. Hujambo popote pale ulipo mtazamaji wa Sky TV, karibu kutazama ulimwengu wa habari. Mimi ni Pius Jaunga na tunaanza na habari za kitaifa. Wadau wa elimu wameitaka serikali na sekta binafsi kuendelea kuwekeza katika sayansi, teknolojia, uhandisi na hisabati STEM, wakieleza kuwa hatua hiyo ni muhimu katika kuzalisha ajira, kukuza uchumi na kuongeza ushindani wa taifa katika soko la kimataifa. Mwandishi wetu Amina Ngahewa kutoka mkoani Arusha ana undani wa taarifa hii. Rai hiyo imekuja wakati wanafunzi wakiendelea kuibuka na bunifu mbalimbali za kutatua changamoto zinazokabili jamii katika maonyesho mkoani Arusha, ambapo wanafunzi wamewasilisha jumla ya miradi 19 ya ubunifu, ikiwemo mifumo ya kudhibiti upotevu wa maji, gesi pamoja na teknolojia ya kubainisha hitilafu za umeme katika majengo. Wanafunzi hao wanasema bunifu hizo zinalenga kuongeza ufanisi wa matumizi ya rasilimali na kuboresha huduma katika sekta mbalimbali za maendeleo. Mtumiaji wa gesi akiacha mtungi wake wazi, ina detect kwamba ameacha wazi na ina detect gas leakage kwamba inajifunga yenyewe mtumiaji anapoacha gesi yake wazi. Alafu pia mtu anaweza access au kupata gesi kulingana na matumizi yake. Kwa mfano mimi nataka tu kupika wali, kwa hiyo nitalipia gesi ya 500 ambayo ndio kiwango cha chini ili niweze kufanikisha lengo langu la kupika chakula hicho. Vyanzo vingi vya shoti katika nyumbani kwako. For instance, yani kwa mfano, wamejenga gorofa. Wewe ni tajiri, sawa? Ikatokea siku shoti imetokea. Sina gorofa, kuna ground floor, first floor labda, lakini shoti imetokea kwenye second floor. Unamuita fundi. Nyumba yangu imepata shoti. Lakini fundi haiwezi kujua kwamba ni floor ya pili ina shida, sio sehemu yote, kwa sababu hii mashine inachukua waya zote inapitisha kwenye sasa ndio zinaendelea zinapoelekea huko. Na hii mashine it will range how big it kulingana na graphical area. Una nyumba kubwa, mashine itakuwa kubwa zaidi kulingana kwa mashine mengine ambayo mfano ikiwa inahudumia mkoa mzima, it will have its own kama chumba chake ambacho kina feed its all ni mkoa mzima. Baadhi ya walimu na wazazi wanasema programu za ubunifu zinasaidia kujenga kizazi chenye uwezo wa kufikiri, kubuni na kutatua changamoto za jamii kwa kutumia maarifa ya sayansi na teknolojia. Na endapo tutawezesha vijana hawa kusoma na kuingia katika uwajibikaji, na sisi tukiwa kama wawekezaji wa wasaidizi wa watoto hawa, wanaweza wakafikisha kipawa chao juu zaidi. Miradi hii imegusa nyanja mbalimbali: sayansi, teknolojia, mazingira, afya, nishati na ujasiriamali. Aidha, tunatambua na kuthamini juhudi za wanafunzi waliohusika katika miradi 9 ambayo bado haijakamilika. Michango yao ni ya thamani kubwa mbele yetu, na shule imejipanga kuipa kipaumbele miradi hiyo katika mwaka wa masomo 2026-2027 ili kuhakikisha mawazo hayo yanaendelea na kuendelezwa. Wadau wa elimu wanasema uwekezaji katika STEM ni msingi muhimu wa kuandaa vijana wanaokidhi mahitaji ya soko la ajira la sasa na la baadaye. Kwa pamoja nadhani tunaweza tukapeleka gurudumu hili mbele la ubunifu, sio tu kwa ajili ya taasisi zetu, bali kuwawezesha wa vijana waweze kuwa na bunifu ambazo zinaweza kuchanganua tatizo za Watanzania, lakini sio tu na wao wakapata kipato. Kutoka mkoani Arusha, Amina Ngahewa, Sky TV. Taasisi za dini na wadau mbalimbali wa maendeleo ya jamii wamehimizwa kuendelea kuwafikia wafungwa waliopo magerezani kwa kuwapatia misaada ya mahitaji muhimu pamoja na huduma za kiroho, hatua ambayo inatajwa kulenga kuwapa faraja, matumaini na kuwasaidia kujenga upya maisha yao wanapokabiliana na changamoto za kifungo. Taarifa ya Upendo Kibetile kutoka mkoani Mbeya ina ufafanuzi zaidi. Wito huo umetolewa na askofu wa kanisa la madhabahu ya moto ulao FGIC Gaspar Kasiupa
wakati wa ziara maalum waliofanya katika gereza kuu la Luanda lililopo jijini Mbeya, akiwa ameambatana na baadhi ya waumini wa kanisa hilo kwa ajili ya kutoa msaada kwa wafungwa waliopo gerezani hapo. Kwa sababu hao watu wanahitaji wamjue Mungu, watoto yatima waonyeshwe upendo. Kwa kuwaonyesha hivi watajua Mungu yupo. Yesu anataka tuonyeshe matendo mema ili yaokoe wengine. Amina. Unapokula wewe, kuna watu hawali kabisa. Unapovaa mavazi, kuna watu hawavai kabisa. Hebu angalia kama magereza, huu ni mwezi wa 6 tunaelekea. Mbeya kuna baridi kweli. Lakini haya mablanketi 120 tutakuwa tumewafikia baadhi ya watu. Siku akilala na haya mablanketi tumeyaombea, yule mtu hata kama kulikuwa na roho yoyote itamwachia. Taasisi yoyote ya dini, tendeni matendo mema. Matendo mema yatamtukuza Yesu. Akizungumza mara baada ya kupokea msaada huo, mrakibu wa jeshi la magereza katika gereza kuu la Luanda Juma Swedi amelishukuru kanisa hilo kwa moyo wa huruma na kujitoa, huku akisisitiza kuwa bado gereza hilo linakabiliwa na mahitaji mbalimbali muhimu kwa ajili ya ustawi wa wafungwa. Shukuru sana kwa ujio wenu kwa kutoa msaada huu mkubwa kwetu sisi jeshi la magereza. Humu ndani tuna uhitaji mkubwa sana. Sawa, sababu hili ni gereza kuu la kanda hii ya nyanda za juu kusini. Wahalifu wote wanafika hapa, wenye kesi mbalimbali pamoja na wagonjwa. Kwa msaada huu wa blanketi mlizotuletea, mchele na vitu vingine, kwa kweli tunawapongeza sana. Aidha, askofu huyo ametoa rai kwa jamii kutowatenga wafungwa, huku akieleza kuwa nao ni sehemu ya jamii inayohitaji upendo. Hawa walioko magerezani sio kwamba wote ni wahalifu. Wengine walishindwa kujua sheria, wengine kweli walifanya makosa, lakini wamekuja kujifunza ili Mungu aweze kuwasaidia kwa watu wa hukumu kwa lolote. Hapa kuna watu wengine wana watoto wadogo wako humu, kama kanisa la FJC madhabahu ya moto lao. Sisi tunaamini kwenye matendo. Amina. Tunaamini kumpendezesha Mungu. Amina. Hata mwingine unayenisikia una uwezo wa kuja hapa magereza ukafanya vitu ili siku moja hivi tutavikuta mbinguni. Kwa upande wao, baadhi ya waumini walioshiriki katika zoezi hilo wamesema wameguswa kushiriki huduma hiyo ya kijamii, wakiamini kuwa kutoa msaada kwa wahitaji ni sehemu ya kuonyesha imani, utu na upendo kwa jamii. Tumeona kwa hivi ambavyo Mungu ametubariki, basi na sisi tuje tuwaone ndugu zetu. Basi leo tumeona tuje mahali hapa kuwatembelea, kuwaona wenzetu ili tuweze kuomba nao ili wamjue Yesu, hata milango ya magereza ikaweza kufunguka. Ripoti kutoka mkoani Mbeya, Upendo Kibetile, Sky TV. Asante sana Upendo kwa taarifa hiyo. Naibu Katibu Mkuu Wizara ya Afya anayeshughulikia dawa na vifaa tiba Emmanuel Tayari amesema gharama kubwa za matibabu ya afya ya kinywa na meno imeendelea kuwa kikwazo kwa baadhi ya wananchi kufika hospitalini kwa ajili ya uchunguzi na matibabu stahiki. Tupate undani wa taarifa hii. Akifungua maonyesho ya kimataifa ya huduma za kinywa na meno, Tayari amesema serikali imeanzisha mfumo wa bima ya afya kwa wote ili kupunguza mzigo wa gharama za matibabu na kuwezesha wananchi wengi zaidi kupata huduma za afya bila changamoto za kifedha. Ukiangalia kiuhalisia, wananchi wengi wanakimbia hizi huduma za afya ya kinywa kutokana na gharama. Huo ndio ukweli. Lakini sidhani kama kuna mtu anaweza akawa anataka tu aumwe jino akakaa nyumbani. Lakini changamoto imekuwa ni gharama. Na sisi kama serikali ndio maana tumekuja na suluhisho kusema kwamba tuje na bima ya afya kwa wote. Maana yake ni kwamba mtu atakapoumwa jino hatatakiwa achague kama alivumilie mpaka lifikie hatua za mwisho sana. Atajiongea kwenda hospitali kupata hiyo huduma. Lakini atajiongea pia wakati ana confidence kwamba hiyo huduma pia anaweza akalipiwa. Kwa hiyo ule unyonge wa kutokuwa na uwezo wa kifedha hautamsababisha akae na maumivu. Kwa upande wake, rais wa chama cha madaktari wa afya ya kinywa na meno Tanzania TOA, Dr. Gema Derege, amesema maonyesho hayo yamekuwa jukwaa muhimu kwa wataalamu wa afya ya kinywa na meno kujifunza teknolojia mpya, kubadilishana uzoefu na kujenga ushirikiano wa kimataifa unaolenga kuboresha utoaji wa huduma nchini. Wataalamu wa afya ya kinywa na meno wameshiriki kwa wingi
lakini pia hata wazalishaji, wasambazaji na wauzaji wa bidhaa na vifaa tiba mbalimbali vya kinywa na meno. Mmeona walivyojitokeza kwa wingi katika ukumbi huu kuonesha kazi zao, bidhaa, lakini pia teknolojia. Kwa hiyo sisi kama wataalamu tunajivunia tumepata elimu kubwa sana na ya kimataifa. Gharama kubwa, inaweza ikawa kama kuanzia dola 200 na kuendelea. Sawa, kwa ajili ya mtaalamu. Ni kweli naona utasaidia. Kama mimi nimekuwa nikijaribu kujitibu, sina bima, ni gharama sangine na kwepa. Lakini ukiwa na bima inaweza kukusaidia. Unaweza kwa muda huo una kiwango cha pesa cha kujikimu kufanya matibabu, ila ukiwa na bima afya inakusaidia wewe katika utatuzi wa haraka wa tiba. Lai Saidi, Sky TV. Wananchi zaidi ya 16,000 katika vijiji vya Mwasita na Mwabyada wilayani Maswa wanatarajia kuondokana na changamoto ya upatikanaji wa maji safi na salama baada ya serikali kutenga kiasi cha shilingi bilioni 2.1 kwa ajili ya ujenzi wa mradi wa maji katika vijiji hivyo. Mradi huo unatarajiwa kuboresha upatikanaji wa huduma ya maji na kupunguza adha iliyodumu kwa muda mrefu kwa wakazi wa maeneo hayo. Kwa sasa wananchi hulazimika kufuata maji kwenye visima vichache vilivyopo na baadhi ya maeneo ambayo yamefikiwa na maji ya bomba. Maji hutoka kwa mgao wa kila baada ya siku 3. Kwa kweli tunasumbuka maji, alafu maji ni ya foleni. Ukichota mara moja baada ya siku 3. Kwa hiyo tuna shida na maji. Leo ndio tunashukuru tumeona pesa imetoka ili kwa ajili tujengewe maji, tunashukuru. Rais wetu amefanya vizuri, tunashukuru kwa mradi wa maji. Mamlaka ya maji wilaya Maswa imeingia mkataba rasmi na mkandarasi ambapo mradi utahusisha ujenzi wa tenki la lita 200,000, vituo 10 vya kuchotea maji na mabirika ya kunyweshea mifugo. Ilisanifu mradi wenye thamani ya shilingi bilioni 2.1 kwa ajili ya utekelezaji wa mradi katika hivi vijiji vya Mabayanda na Mwasita. Mheshimiwa mgeni rasmi, mradi huu unatarajiwa kunufaisha jumla ya wakazi 12,000 wa vijiji vya Mabayanda. Mradi huu unatarajiwa kutekelezwa kwa kipindi cha miezi 12, yaani mwaka mmoja, kuanzia Juni 2026 hadi Juni 2027. Hadi tunasaini mkataba huu tayari tumeshajipanga, na kama tulivyoahidi kwamba ndani ya siku 7 tuko kazini, na sisi tutafanya kazi usiku na mchana. Kwa hiyo ni waahidi wananchi, sisi kwetu mwaka mmoja ni mkubwa sana. Kwa hiyo tuna uwezo wa kutekeleza mradi huu kwa muda wa miezi 6. Tunachoomba ni ushirikiano kwenye ulinzi, kuanzia kwa watenda kazi, wafanya kazi, ushirikiano kwa serikali husika. Mkuu wa wilaya Maswa anasisitiza swala la ubora katika utekelezaji wa mradi huu. Wizi kwenye mradi hatutaki. Wizi wa vifaa. Kujenga mradi chini ya kiwango. Kuweka mabomba yasiyozingatia viwango vinavyotakiwa na TBS. Mabomba yanayopasuka kila wakati yanamwaga maji. Huo mchezo hatutaki. Hakikisheni unajenga mradi mzuri utakaokaa zaidi ya miaka 100 kwa ajili ya wananchi wa Mwasita na Mwabayanda. Hali ya upatikanaji wa maji wilayani Maswa hivi sasa ni 82%. Rehema Evans, Azam News, Simiyu. Unaendelea kutazama ulimwengu wa habari kutoka hapa Sky TV, na tulionayo usiku huu. Elimu ya kujikinga na ugonjwa wa Ebola yatolewa katika stendi ya mabasi ya Magufuli. Karibu tena mtazamaji katika ulimwengu wa habari kutoka hapa Sky TV. Mimi ni Pius Jonga, tuendelee na habari za kitaifa. Wizara ya Afya imeendelea kutoa elimu kwa wananchi kuhusu namna ya kujikinga na maambukizi ya ugonjwa wa Ebola katika maeneo mbalimbali nchini, hususan sehemu zenye mikusanyiko mikubwa ya watu. Taarifa ya mwandishi wetu Miri Joseph inafafanua zaidi. Mapema leo maafisa wa wizara hiyo wametembelea kituo cha mabasi yaendayo mikoani na nchi jirani cha Magufuli jijini Dar es Salaam, ambapo wametoa elimu kwa wasafiri na wadau wa usafiri kuhusu tahadhari zinazopaswa kuchukuliwa ili kujikinga na ugonjwa huo. Kwa jina naitwa Dr. Rahma Ingora, mkurugenzi msaidizi elimu ya afya kutoka Wizara ya Afya. Leo tumekuja kutembelea kituo cha Magufuli cha mabasi
kuja kukaa na wananchi na kuwakumbusha umuhimu wa kujikinga na pia kuwapa moyo kwamba nchi yetu iko salama, na timu imezunguka nchi nzima kuelimisha na kuwaambia kwamba umuhimu uliokuwepo sasa hivi ni kujikinga. Hata kama ugonjwa haujaingia nchini, uko nchi za jirani, sisi kama wataalamu tumekuja kuwakumbusha na kuelimisha jinsi ya kujikinga na jinsi ya kuona dalili za mgonjwa yoyote ambazo zinafanana na mgonjwa wa Ebola na hatua za kuchukua ili kuenda kumsaidia huyo mgonjwa. Na yote haya nikataka kuwaweka watu wawe na uelewa na kupunguza taharuki. Na tumejaribu kupita kwenye mabasi na hichi kituoni tumeshirikiana na timu kubwa ya Ubungo na tunaona timu inafanya kazi vizuri. Tuko na timu kubwa kutoka Wizara ya Afya, tunavitendea kazi vya kuelimisha na pia tunaendelea kuelimisha nchi nzima, na watakuwepo watu hapa kila siku, na tunaacha taratibu ya kuwafundisha watu na kuwafikia watu wote, tukishirikiana na wataalamu wa afya wa ngazi ya jamii na wataalamu wa afya wote katika kusaidia wananchi wapate hii elimu na jinsi ya kujikinga. Narudia tena, nchi yetu Tanzania ni salama, haina Ebola. Tumekuja hapa kuwafundisha na kuwakumbusha waweze kuchukua tahadhari. Tunaenda masokoni, tutaenda mashuleni, tutaenda vituo vingine vya mabasi, lakini tumeanza leo Magufuli kwa sababu ndo center ya mabasi mengi yanayotoka kaskazini na kusini yanakuja hapa. Kwa hiyo tutapita mashuleni, hapa tutaenda Shekilango, tutaenda kwenye masoko, kwenye midahalo ambapo watu wanakusanya, humo moto tumepita na tunaendelea kupita. Bahati nzuri ni kwamba ugonjwa huu nchi za jirani sio mara ya kwanza. Hivyo vifaa vyote vipo, tunachoenda kufanya ni kuviongeza na kuviboresha. Katika mipaka, katika mahospitali, katika maeneo ya mikusanyiko, serikali ilishawekeza kwenye vitakasa mikono na maji tiririka. Kwa hiyo tunachoenda kufanya ni kuviongeza na kuvisimamia vitumike, lakini vipo. Nchi yetu bado ni salama, ugonjwa wa Ebola haupo, lakini naomba tuwakumbushe kwamba ni muhimu kujikinga kwa sababu wote tunajua kinga ni bora kuliko tiba, na wote tukishirikiana kufuata utaratibu, kusikiliza maelekezo, tunaweza kuhakikisha nchi itaendelea kubaki salama mpaka siku za mbeleni ili kulinda vizazi vyetu na sisi wenyewe. Hatua hiyo ni sehemu ya juhudi za serikali za kuimarisha uelewa wa wananchi kuhusu Ebola, ikiwemo kutambua dalili za ugonjwa huo na umuhimu wa kufuata miongozo ya afya ili kuzuia maambukizi. Mindi Josefu, Sky TV. Umoja wa Makanisa tarafa ya Mikese umeomba waumini wa madhehebu ya dini ya Kikristo kuendelea kujitoa na kuhamasishana katika kuendeleza umoja huo ili kulinda imani ya dini, kukemea na kupinga ukatili, kukataa maovu na kubeba unyenyekevu wa kulitumikia taifa. Taarifa imeandaliwa na Nusra Hassani kwa undani zaidi. Ujumbe huo umetolewa na mchungaji wa usharika wa KKT Mkambarani, Flora Raymond Lunia, kupitia Umoja wa Makanisa ambao umekutana katika kanisa la KKKT Diocese ya Morogoro, usharika wa Mkambarani, kwenye ibada maalumu ya maadhimisho ya Pentekoste, siku ya kuanza rasmi kwa kanisa. Watu walimpokea Yesu na walibatizwa. Amesema maadhimisho ya Pentekoste ni sherehe za nguvu ya kanisa. Hii nafsi wa Kristo kuwa na ujasiri wa kuzisema habari za Mungu, lakini pia inafsi wa Kristo kuwa wanyenyekevu, watii katika taifa letu la Tanzania, kwa sababu Roho Mtakatifu akiwa ndani yetu anatushuhudia kufanya mambo mema, na mwisho wa siku tunakuwa na taifa lenye amani na utulivu kwa sababu ya Roho Mtakatifu aliye msaidizi kwenye maisha yetu sisi kama Wakristo. Ujumbe tunaotakiwa kuondoka nao leo ni kusikia namna ambavyo Roho Mtakatifu anatusemesha ndani ya mioyo yetu kwa habari ya mambo mema, ili mwisho wa siku katikati ya jamii zetu habari za ukatili ziweze kukoma kabisa, watu waishi kwa amani, waishi kwa utulivu kama watu wa baba mmoja, maana sisi wote ni Watanzania. Kwa hiyo kila mmoja akisimama kwa uaminifu kwenye nafasi yake, basi amani ya nchi yetu itaendelea kudumu. Mwenyekiti wa Umoja wa Makanisa Mwinjilisti Michael Mponda kutoka KKKT amesema umoja huo unajumuisha makanisa zaidi ya 23 katika ukanda huo, ambapo hujumuika pamoja mara 4 kwa mwaka katika ibada za kumtukuza Mungu. Tunamshukuru Mungu kwa kuwa tunakuwa na makusanyiko mazuri ambayo yanatuunganisha pamoja kama Wakristo
tukifanya shughuli mbalimbali zikiwa za kijamii, za kiroho, lakini zaidi tukifanya maombi kwa ajili ya taifa letu la Tanzania, kukaa pamoja ili Mungu aweze kusema nasi. Na Mungu ametuahidi katika neno lake ya kwamba zipo baraka nyingi watu wanapokaa kwa pamoja. Kuanzishwa kwa umoja wa makanisa kumetokana na nguvu na juhudi za kumtumikia Mungu. Hivyo waumini na watumishi wanapaswa kuendelea kujitoa na kuhamasishana katika umoja huo. Nani anafubaza umoja huu? Nitegemea kwa hapa wangekaa watu wengi, hata watu washangae kwamba watu wametoka wapi. Lakini unaona tulivyo jamani. Wanauliza kanisa fulani mtumishi hayuko, watu waumini hawapo. Ni shida kubwa sana. Niombe basi watu wa Mungu, tuombe umoja kabisa, uamke ili umoja huo uonekane. Katika ushirikiano huu, kilichonifurahisha zaidi ni vile kukutana Wakristo wote kuongea neno moja la Kristo, na pia jinsi tulivyokaa kwa umoja na kwa furaha zaidi. Katika ibada hiyo yamekusanyika makanisa ya madhehebu mbalimbali ambayo ni Roman Catholic, Anglican, KKKT, Methodist na FPCT, ambapo pia imefanyika ibada maalumu ya kuliombea taifa, watoto, vijana na watu wazima. Nusra Hassan, Sky TV, Morogoro. Taarifa hii inatupeleka mapumziko mafupi. Tutakaporejea tutakuwa na habari za biashara na uchumi, na ninakusihi usiondoke. Sky TV. Habari, jina langu ni Sarah kutoka ZIC. Kazi yangu ni kukuongoza katika kufanya maamuzi sahihi ya kujikinga wewe na mali yako dhidi ya majanga yasiyotarajiwa kwa kupata bima kutoka ZIC. Je, unaifahamu ZIC? ZIC ni shirika la bima lililoanzishwa mwaka 1969 kutoa huduma za bima kwa wananchi, taasisi za umma na binafsi kwa lengo la kulinda uchumi wa watu binafsi na nchi yetu kwa ujumla. Lengo letu ni kuwa kampuni ya bima inayoaminika na wateja na kutambulika kote Afrika Mashariki. Dhamira yetu ni kulinda na kuwawezesha wateja wetu kwa kuwapa huduma bora na za kuaminika. Baada ya utangulizi wangu, je, ungependa kujua kuhusu huduma zetu? ZIC tunatoa huduma za bima za mali na ajali, na kati ya hizi ni bima ya magari, bima ya wizi, bima ya moto, bima ya mizigo. Je, unazijua branchi zetu? Kuhakikisha tunawafikia wateja wetu nchi nzima, tunatoa huduma zetu kupitia ofisi zetu kuu zilizopo mtaa wa Mpirani pamoja na matawi yetu yafuatayo: Amani, Marhubi, Chake Chake, Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Kahama, Arusha, Tanga, Mbeya na Mtwara. Unajua ni njia gani tunazotumia kuwapa wateja wetu huduma? Tunatoa huduma kupitia ofisi zetu, kupitia mawakala na madalali wa bima waliosajiliwa na Mamlaka ya Bima Tanzania, kupitia mawakala wa Bank Assurance, na pia kupitia mitandao ya simu kupitia Voda Bima na Mix by Yas. Karibu ufurahie huduma zetu kwa masaa 24. Tunakujali. Sky TV. Biashara na uchumi. Mtazamaji, karibu katika habari za biashara na uchumi. Mimi ni Mindi Josefu. Meli ya kimataifa mafuta kutoka Saudi Arabia iliyobeba lita milioni 36 za mafuta imewasili visiwani Zanzibar kwa mara ya kwanza, hatua inayotarajiwa kuimarisha upatikanaji wa mafuta visiwani humo. Ujio wa meli hiyo unaashiria mwanzo wa mfumo mpya wa usafirishaji wa mafuta ambao utawezesha Zanzibar kupata mafuta moja kwa moja badala ya kutegemea usafirishaji kupitia bandari nyingine za ukanda huo. Akizungumzia ujio huu, meneja uhusiano wa mamlaka ya udhibiti wa huduma za maji na nishati Zanzibar ZURA, Mbaraka Hassani Haji, amesema kuwasili kwa meli hiyo ni jambo la kujivunia, kwani ni mara ya kwanza kwa Zanzibar kupokea meli ya ukubwa huo. Tuingiza meli yetu kwa muda mchache, kwa hiyo tunashukuru, na hata wenzetu wametupongeza kwa hili, na tutasaidia pia ufanisi kwa upande wa wenzetu wa bara kule Aminda, Tanga pamoja na kule Mombasa. Lakini hii itasaidia
na itatusaidia kwanza kwa kuhakikishia uhakika wa kuwa na bidhaa ya mafuta hapa Zanzibar. Kwa muda mrefu tumekuwa na changamoto, wakati mwingine tuna mafuta ya siku 7 labda siku 10, lakini sasa hivi kila meli hii ikija, ambapo itakuwa inakuja kila mwezi, kila mwisho wa mwezi, tutakuwa tuna uhakika kuwa na mafuta walau ya mwezi mmoja. Na hii mwezi mmoja kwa sababu ya hifadhi yetu ama bohari zetu tulizonazo kwa sasa hivi, ambapo tuna uwezo kwa bohari zote, kwa maana kule Mangapwani kwa kampuni ya UP, lakini Mtoni kwa kampuni zile nyingine, pamoja na Pemba, jumla tuna uwezo wa kuhifadhi lita milioni 39 pekee. Na labda tuwafahamishe tu wananchi kwa sasa kuna ujenzi mkubwa unaendelea katika kampuni ya UP wa kuongeza ujazo wa lita milioni 28 nyingine. Kwa Mangapwani pekee tunazungumzia kuanzia miezi miwili ijayo tutakuwa tuna uwezo wa kuhifadhi lita milioni 50. Na wakulima wa zao la mpunga wilayani Mbarali mkoani Mbeya wameanza kunufaika kupitia miradi 10 ya skimu za umwagiliaji inayotekelezwa na serikali, hatua iliyoongeza uzalishaji kutoka wastani wa gunia 25 hadi kufikia gunia 40 kwa ekari moja na kuondoa kwenye kilimo cha kutegemea mvua pekee. Maji yalikuwa yanaonekana kama hayatoshi. Kwa wastani huko nyuma tulikuwa tunazalisha kwa ekari moja magunia 20, lakini kwa sasa tumepanda 25 mpaka tunakaribia 30 sasa. Tunaamini miradi hii kikamilika kwa wakati na kwa ubora huu unaoendelea sasa kujengwa, kipato kitaongezeka na matumizi ya maji katika mashamba yetu yatapungua kwa sababu yatakuwa. Huu mradi bado haujaisha. Kulingana na mavuno ambayo tunayaona, tulikuwa tunamuomba sana Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan aendelee. Mtazamaji, tuangazie viwango vya kubadilisha fedha kwa mujibu wa Benki Kuu ya Tanzania BOT. Dola ya Marekani imenunuliwa kwa shilingi 2596 na senti 22 na imeuzwa kwa shilingi 2622 na senti 19. Paundi ya Uingereza imenunuliwa kwa shilingi 3486 na senti 73 na imeuzwa kwa shilingi 3521 na senti 60. Euro ya Ulaya imenunuliwa kwa shilingi 3023 na senti 82 na imeuzwa kwa shilingi 3054 na senti 06. Yeni ya China imenunuliwa kwa shilingi 383 na senti 66 na imeuzwa kwa shilingi 387 na senti 50. Yeni ya Japani imenunuliwa kwa shilingi 16 na senti 30 na imeuzwa kwa shilingi 16 na senti 46. Randi ya Afrika Kusini imenunuliwa kwa shilingi 150 na senti 00 na imeuzwa kwa shilingi 161 na senti 60. Kenya shilingi imenunuliwa kwa shilingi 20 na senti 04 na imeuzwa kwa shilingi 20 na senti 24. Faranga ya Rwanda imenunuliwa kwa shilingi 1 na senti 76 na imeuzwa kwa shilingi 1 na senti 78. Uganda shilingi imenunuliwa kwa senti 68 na imeuzwa kwa senti 69. Faranga ya Burundi imenunuliwa kwa senti 86 na imeuzwa kwa senti 87. Tamati ya habari za biashara na uchumi, mtazamaji. Mimi ni Mindi Josefu. Biashara na uchumi. Naam, ulikuwa ukitazama habari za biashara na uchumi ikiwa na Mindi Joseph. Sasa tuelekee moja kwa moja katika habari za kimataifa. Zinazile Mswima yupo tayari kwa simulizi. Habari za kimataifa. Karibu mtazamaji katika habari za kimataifa. Marekani yashutumiwa kukiuka makubaliano ya usitishaji vita, ambapo Iran imesema Marekani imeshambulia bandari yake kusini mwa nchi hiyo na kuvunja makubaliano ya usitishaji vita. Iran imejibu mashambulizi hayo kwa muda kwa kuishambulia Kuwait. Wizara ya mambo ya kigeni ya Iran imesema Marekani imeendelea kukiuka usitishaji vita baada ya kufanya mashambulio hayo yaliyolenga bandari ya kusini mwa Iran na kuchochea majibizano ya muda ya kijeshi, ambapo Iran ilijibu kwa mashambulizi.
Msemaji wa Wizara ya Kigeni Ismail Bakwei katika mkutano wake wa kila wiki ameapa kwamba Tehran itachukua hatua zitakazohitajika kulinda usalama wa taifa hilo. Pia amesema usitishaji vita nchini Lebanon inabakia kuwa sharti muhimu la kumaliza vita Mashariki ya Kati. Kadhalika, Iran imesema kuwa kwa sasa hakuna mazungumzo ya kutafuta amani yanayoendelea, na hatua hiyo imesababishwa na kutoaminika kwa dhamira ya Marekani. Hatua hizi za usitishaji mapigano ni ishara ya tabia ya Umoja wa Mataifa ya Amerika na zinaimarisha hali ya kutoaminiana ambayo sasa inapaswa kuwa katika maoni yetu katika shughuli zozote, na Marekani wanalenga kanuni ya kusitisha mapigano. اقدامات آمریکا صرفاً نقض آتش بس نیست، اقدام تجاوزکارانه. Mazungumzo ya hivi punde yanakuja wakati mazungumzo yakiendelea kuhusu makubaliano ya kudumu zaidi ya kumaliza mzozo huo wa miezi mitatu, licha ya ukiukwaji wa mara kwa mara wa kusitisha mapigano na matukio ya kijeshi tangu usitishaji huo uanze kutekelezwa. Na moja kwa moja, mtazamaji, tuelekee kule nchini Kongo ambapo shirika la afya duniani WHO limethibitisha kuruhusiwa kutoka hospitali manesi 4 waliotibiwa Ebola, wakati pia ikitarajiwa wagonjwa zaidi waliogundulika mapema kupona. Matumaini yameanza kuonekana katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika mapambano dhidi ya ugonjwa wa Ebola baada ya manesi 4 waliokuwa wakitibiwa ugonjwa huo uliotokana na virusi Bundibugyo kuruhusiwa kutoka hospitali katika mji wa Bunia. Shirika hilo la afya WHO pia jana limesema kwamba manesi hao wamepona na linatarajiwa kwamba wagonjwa wengine zaidi, na hasa wale waliogundulika mapema, wanatarajiwa kupona. Majaribio pia ya chanjo ya Ebola yameanza rasmi kule nchini DRC. Wakati mwingine tunalazimika kuwagusa wagonjwa bila vifaa vya kinga vinavyofaa. Ukosefu wa zana za kinga na rasilimali umeongeza hatari ya wafanyakazi wa matibabu ya wafanyakazi wenzetu wengi tayari wameambukizwa. Pia wafanyakazi wa afya wanasema wanahitaji gloves zaidi, barakoa na vifaa havifiki haraka vya kutosha. Juhudi za kudhibiti mlipuko, mtazamaji, wa ugonjwa huo pia zimeongezeka. China imearifu hivi leo kwamba itapeleka wataalamu wake katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kusaidia juhudi hizo za kudhibiti Ebola. Kwa mujibu wa msemaji wa Wizara ya Mambo ya Kigeni ya China, Li Jian, serikali ya Beijing imeamua kutoa msaada wa kibinadamu kwa Kongo na itaendelea kufanya hivyo kadri inavyoweza. Raia nchini Ethiopia wameanza kumiminika vituoni kupiga kura kwenye uchaguzi wa bunge hivi leo, huku chama cha Waziri Mkuu Abiy Ahmed kikitazamiwa kushinda kwa muhula mwingine madarakani. Kiasi cha wapiga kura milioni 50 wamejiandikisha kushiriki uchaguzi huo ambao kimsingi unawachagua wabunge na kisha wao ndio wanaomchagua waziri mkuu katika taifa hilo linaloongozwa kwa mfumo wa serikali ya bunge. Wakati vituo vilipofunguliwa saa 12 asubuhi mapema hii leo kwa majira ya taifa hilo la pembe ya Afrika, tayari maelfu ya wapiga kura walikuwa wameshafika kwenye mistari yao wakiongojea kuchagua wabunge wao. Mwisho wa habari za kimataifa, na rangu jina ni Zinazire Mswima. Habari za kimataifa. Naam, timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars, inatarajia kuondoka usiku kuelekea nchini Morocco. Taarifa hii na zingine nyingi za kimichezo, Lai Saidi anakuja kusimulia hapa muda mfupi kuanzia sasa. Sky TV. Habari, jina langu ni Sarah kutoka ya ZIC. Kazi yangu ni kukuongoza katika kufanya maamuzi sahihi ya kujikinga wewe na mali yako dhidi ya majanga yasiyotarajiwa kwa kupata bima kutoka ZIC. Je, unaifahamu ZIC? ZIC ni shirika la bima lililoanzishwa mwaka 1969 kutoa huduma za bima kwa wananchi, taasisi za umma na binafsi kwa lengo la kulinda uchumi wa watu binafsi na nchi yetu kwa ujumla.
Lengo letu ni kuwa kampuni ya bima inayoaminika na wateja na kutambulika kote Afrika Mashariki. Dhamira yetu ni kulinda na kuwawezesha wateja wetu kwa kuwapa huduma bora na za kuaminika. Baada ya utangulizi wangu, ungependa kujua kuhusu huduma zetu? ZIC tunatoa huduma za bima za mali na ajali, na kati ya hizi ni bima ya magari, bima ya wizi, bima ya moto, bima ya mizigo. Unazijua branchi zetu? Kuhakikisha tunawafikia wateja wetu nchi nzima, tunatoa huduma zetu kupitia ofisi zetu kuu zilizopo mtaa wa Mpirani pamoja na matawi yetu yafuatayo: Amani, Marhubi, Chake Chake, Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Kahama, Arusha, Tanga, Mbeya na Mtwara. Unajua ni njia gani tunazotumia kuwapa wateja wetu huduma? Tunatoa huduma kupitia ofisi zetu, kupitia mawakala na madalali wa bima waliosajiliwa na Mamlaka ya Bima Tanzania, kupitia mawakala wa Bank Assurance, na pia kupitia mitandao ya simu kupitia Voda Bima na Mix by Yas. Karibu ufurahie huduma zetu kwa masaa 24. Tunakujali. Sky TV. Michezo na burudani inaletwa kwenu na ZIC. Habari za michezo na burudani. Uhari gani mtazamaji wa Ulimwengu wa Habari, na karibu tena katika habari za michezo na burudani. Mimi ni Lai Saidi. Kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars kinatarajia kuondoka usiku huu majira ya saa 5 usiku, ambapo kikosi hicho kitaelekea Marrakech nchini Morocco, ambapo kitacheza michezo miwili ya kirafiki ya kalenda ya FIFA, ambapo Juni 5 Stars watakuwa dimbani dhidi ya Uganda The Cranes, wakati Juni 9 watamaliza dhidi ya Rwanda The Amavubi. Afisa habari wa shirikisho la mpira wa miguu hapa nyumbani TFF, Clifford Mario Ndimbo, yamezungumzia kuhusiana na kikosi hicho, lakini pia sababu ya kwa nini kiungo wa kikosi hicho Faisal Salum atakosekana katika timu hiyo. Timu ya Taifa Stars imefanya mazoezi ya mwisho leo ikiwa Dar es Salaam, na sasa kikosi kinajiandaa kwa ajili ya safari ya kuelekea Marrakech Morocco, ambako tutakuwa na michezo miwili ya kirafiki kwenye kalenda ya FIFA. Tutacheza tarehe 5 ya June dhidi ya Uganda na tutacheza tarehe 9 June dhidi ya Rwanda. Ni michezo ambayo ipo kwenye kalenda ya FIFA. Kikosi kinataraji kuondoka leo usiku saa 5 kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere kuelekea huko Marrakech, Morocco. Lakini pia vile kwenye kikosi mchezaji Faisal Salum ambaye alijumuishwa katika kikosi hiki ameripoti kambini, lakini kwa upande wake ana majeruhi ambayo yatamfanya ashindwe kucheza kwenye michezo hiyo ya kirafiki. Madaktari wa timu yake of course walimwangalia, lakini alipokuja kwenye timu ya taifa kuripoti, madaktari wa timu ya taifa pia yupo na madaktari nao walimtazama na ikaonekana kwamba hataweza kucheza michezo hiyo. Kwa hiyo Faisal amepewa ruhusa ya kuweza kurudi kujiuguza, na hivyo nafasi yake kama kutakuwa na mabadiliko yoyote basi itatangazwa, lakini kwa sasa ndio iko hivyo. Wachezaji wengine wote wako vizuri. Tayari tumepokea pia wachezaji ambao wanacheza nje ya Tanzania, na wengine ambao wamesalia wao tutakutana nao moja kwa moja kule Morocco. Kwingineko ni kuhusiana na mkuu wa mkoa wa Mwanza Saidi Mtanda amewataka wadau wa soka kutoka jijini Mwanza kukutana kwa pamoja siku ya kesho katika viwanja vya Rock City Mall kwa ajili ya kuishangilia timu ya taifa ya vijana chini ya umri wa miaka 17 Serengeti Boys, ambapo kesho kikosi hicho kitakuwa dimbani dhidi ya timu ya vijana ya Senegal, ikiwa ni mchezo wa fainali kombe la mataifa ya Afrika AFCON, mchezo utakaochezwa majira ya saa 4 usiku huko
huku akituma ujumbe kwa Mheshimiwa Waziri Makonda akisema wapo pamoja na yeye, lakini pia wizara ambayo anaiongoza kusimamia sanaa na michezo nchini. Kauli mbiu yao ni Mwanza na Serengeti Boys 2026 It Coming Home. Leo nilikuwa na kikao na wataalamu hapa wa michezo kuhusiana na namna ambavyo tumejipanga siku ya kesho kuanzia saa 1 usiku pale viwanja vya Rock City, hususan pale Sato Sangara, tutakavyoangalia mechi ya fainali baina ya Senegal na taifa letu la Tanzania kwa maana ya Serengeti Boys. Kwa hivyo tunaendelea na harakati na niwaalike wana Mwanza wote kuanzia saa 1 usiku ya kesho kuja pale Rock City Sato Sangara ili tuweze kuangalia kwa pamoja. Tumefunga skrini kubwa, tutakuwa na shughuli mbalimbali, burudani mbalimbali zitafanyika katika viwanja hivyo. Lengo kubwa ni kuisapoti timu yetu ya taifa huko inakocheza, lakini kifikra, kwa moyo wetu, kwa imani zetu tunataka tuwe nayo pamoja. Kwa hiyo tukija pamoja katika uwanja mmoja, tunaamini tutapata matokeo mazuri. Lakini kuanzia sasa kuelekea kesho, kwa wale content creators ambao wako katika mkoa wa Mwanza watakaotengeneza maudhui mazuri na kuyaposti kwenye mitandao ya kijamii, siku hiyo ya fainali kwa maana ya kesho, tutatoa zawadi maalum. Kwa mshindi wa kwanza tutatoa shilingi 500,000, lakini pia kwa watu wengine 10 bora tutatoa t-shirt za Taifa Stars ambazo ni nzuri mpya ili waweze kufurahia matokeo mazuri. Mwanza na Serengeti Boys 2026 It's coming home. Mwanza na Serengeti Boys 2026 It's coming home. Mategemeo yetu kombe linarudi nyumbani. Mwanza na Serengeti Boys 2026 It Coming Homes. Hayo ni maneno ya mkuu wa mkoa wa Mwanza Mheshimiwa Saidi Mtanda, yote akichagiza tu kuelekea fainali ya kesho ya Stars. Kumlazi ni Serengeti Boys dhidi ya kikosi cha timu ya taifa ya Senegal katika fainali ya AFCON. Kila laheri kwa Serengeti Boys kututoa kimasomaso wa Tanzania kwa siku ya kesho. Kwingineko pia ni kuhusiana na afisa elimu mkoa wa Dodoma, Mwalimu Kidumu Mageni. Yeye amezitaka shule za msingi pamoja na sekondari za mkoa huu kuanzisha vituo maalum vya kulea michezo. Mwalimu Mageni ametoa wito huo wakati wa zoezi la kukabidhi tuzo kwa washindi wa UMITASHUMTA iliyofanyika viwanja vya shule ya sekondari Dodoma. Aidha pia amesema uwepo wa vituo hivyo utasaidia kukuza michezo, kuongeza ufaulu wa wanafunzi, kuimarisha afya zao na kukuza nidhamu kwa ujumla. Mkoa wa Dodoma umechagua orodha ya wachezaji watakaoenda kushiriki michezo mbalimbali ya UMITASHUMTA kitaifa ambayo inatarajiwa kuanza mwezi ujao mkoani Iringa. Ninapenda kuwafahamisha wananchi wa Dodoma kwamba tumechagua timu kwa kuzingatia vigezo vyote vilivyotolewa na ofisi ya Waziri Mkuu, tawala za mikoa, serikali za mitaa, na kwamba timu yetu ni imara, itakwenda kushindana Dodoma, na inshallah Mwenyezi Mungu akijalia tutaleta ushindi wa jumla hapa Dodoma kama ambavyo Mheshimiwa mkuu wa mkoa wetu wa Dodoma alivyotuelekeza. Kwa hiyo wito wangu mimi kwa niaba ya viongozi wangu wa mkoa ni kwamba viongozi wa wilaya, viongozi wa halmashauri, viongozi wa kata na viongozi wa vijiji pamoja na wakuu wa shule za msingi na sekondari waweke mkakati wa kudumu wa kuanzisha vitalu vya michezo katika shule zao. Kama tunataka Dodoma iendelee kuwa kinara katika michezo, basi vitalu vya michezo ni kitu muhimu sana. Na sisi kama Mheshimiwa mkuu wa mkoa alivyosema, mkoa uko tayari kuendelea kushirikiana na ngazi yoyote ya usimamizi wa elimu katika kuhakikisha kwamba vitalu vya michezo vinakuwepo. Tukielekea kimataifa ambapo wachezaji wa timu ya taifa ya Ghana Black Stars wameonyesha kuwa na furaha wakiwa kambini kabla ya kuanza safari ya kwenda Marekani kwa ajili ya fainali za kombe la dunia kwa mwaka huu. Ghana pia imeweka kambi ya muda Wales ambako inafanya maandalizi chini ya kocha mpya Carlos Queiroz ambaye naye ameonekana kuwa na uhusiano mzuri na wachezaji wake.
Mbali na mazoezi mazito, wachezaji wa Ghana wameonekana pia wakicheza gofu kambini wakifurahia kuwa pamoja. Ghana inatarajia kwenda Marekani mara tu baada ya kukamilisha mechi za maandalizi ya Ulaya, lakini pia timu hiyo ilicheza mechi ya kirafiki dhidi ya Mexico ambapo ilikuwa ni Mei 22 mwaka huu, na itashuka tena dimbani siku ya kesho Juni 2 kucheza dhidi ya Wales kwenye uwanja wa Cardiff City. Ghana imepangwa kundi L pamoja na timu vigogo za Uingereza, Croatia na Panama, na itaanza kampeni yake ya kwanza kwa kucheza dhidi ya Panama ambapo itakuwa ni Juni 17 mwaka huu kwenye uwanja wa BMO Field mjini Toronto nchini Canada, kabla ya kwenda Boston kuivaa timu ya taifa ya Uingereza. Lakini pia taarifa nyingine ni kuhusiana na licha ya kukubali kipigo kizito cha mabao 6-2 katika mechi ya kirafiki ya maandalizi ya kombe la dunia dhidi ya kikosi cha timu ya taifa ya Brazil, wachezaji wa kikosi cha Panama walionyesha ukomavu wa hali ya juu na kuweka kando matokeo hayo uwanjani. Baada ya mechi hiyo ambayo ilipigwa kwenye uwanja wa Maracana, wachezaji wa Panama walionekana pia wakipotezana wakipongezana ni kwa furaha, lakini pia kupiga picha na star wa soka duniani Neymar Jr. Neymar hakufanikiwa kucheza mchezo huo kufuatia majeraha ya misuli ya calf injury, ambapo anaripotiwa kuwa shakani kukosa mechi ya kwanza ya kombe la dunia ya Brazil dhidi ya Morocco, mechi ambayo itapigwa Juni 13 mwaka huu. Lakini pia kitendo hicho cha wachezaji wa Panama kimezua gumzo kubwa mitandaoni, huku wengi wakihisi huenda kikawa kivutio kikubwa pale watakapokutana na mataifa yenye mastaa wakubwa. Panama ipo kundi I kwenye fainali hizo za kombe la dunia nchini Marekani, Canada na Mexico. Pia inatarajiwa kuchuana na Uingereza, Croatia pamoja na Ghana. Ni kundi L kumlazi. Wapo kundi L. Na taarifa hiyo mtazamaji inatufikisha mwisho wa habari za michezo na burudani. Ni kurejeshe kwake Pius Jayunga, atakuwa hapa punde tu weza kukamilisha ulimwengu wa habari. Michezo na burudani inaletwa kwenu na ZIC. Habari za michezo na burudani. Sky TV inakukaribisha mfanyabiashara, mjasiriamali, taasisi na mashirika mbalimbali kutangaza biashara yako kwa gharama nafuu. Sky TV itafurahi kuwa sehemu ya kufanikisha ndoto yako ya kukua kibiashara. Karibu utangaze nasi ili kuwafikia wateja wengi kutoka maeneo mbalimbali ndani na nje ya nchi. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na mkuu wa kitengo cha masoko kupitia simu namba 0673 33 61 99 au 0794 96 3336. Wakati wa kukua kibiashara, taasisi au shirika lako ni sasa. Changamkia fursa hii. Sky TV, above the limit. Sky TV. Na sasa tuelekee moja kwa moja katika utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania TMA. Uhali gani mpenzi mtazamaji, na karibu katika utabiri wa hali ya hewa wa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku. Tafadhali ungana nami Ramadhan Omari kutoka Mamlaka ya Hewa Tanzania. Na kwa kwanza tuangalie matarajio ya hali ya hewa kwa usiku wa leo, ambapo tunatarajia maeneo machache ya mkoa wa Tanga pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba kuwa na hali ya mawingu kiasi na mvua nyepesi katika maeneo machache. Na maeneo mengine yanayosalia yatajua kuwa na hali ya mawingu kiasi. Na mifumo ya upepo inaonyesha upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa katika maeneo ya ukanda wetu wa pwani ya Bahari ya Hindi, Ziwa Victoria, Ziwa Tanganyika pamoja na Ziwa Nyasa. Kwa maeneo ya Ziwa Rukwa upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa. Hali ya bahari pamoja na ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo hadi makubwa kiasi. Na kwa siku ya kesho, maeneo ya mkoa wa Kagera yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Kwa maeneo ya nyanda ya juu kaskazini mashariki, pwani yetu ya kaskazini pamoja na mkoa wa Morogoro kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na maeneo mengine yaliyosalia yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua.
Na sasa tupate utabiri wa siku zijazo kwa baadhi ya maeneo hapa nchini. Kwa mkoa wa Dar es Salaam tunatarajia hali ya mawingu kiasi na mvua katika maeneo machache. Mkoa wa Dodoma tunatarajia hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Kwa mkoa wa Mwanza tunatarajia hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache. Na mkoa wa Mbeya tunatarajia hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Kwa mkoa wa Kilimanjaro tunatarajia hali ya mawingu kiasi na mvua nyepesi katika maeneo machache. Na mkoa wa Morogoro tunatarajia hali ya mawingu kiasi na mvua nyepesi katika maeneo machache. Na kwa mkoa wa Arusha tunatarajia hali ya mawingu kiasi na mvua nyepesi katika maeneo machache. Na mpaka kufikia hapo, kutoka Mamlaka ya Hewa tuna ziada. Asante kwa kuwa nami na nikuage kwa heri. Kabla ya kuhitimisha ulimwengu wa habari, tutazame sehemu ya yale ambayo tumekuandalia usiku huu. Wadau wa elimu wataka uwekezaji kwenye sayansi, teknolojia na uhandisi. Kwingineko, taasisi za dini zahimizwa kuwatembelea wafungwa waliopo magerezani. Katika habari za kimataifa, Marekani yashutumiwa kukiuka makubaliano ya usitishaji wa vita. Na katika habari za michezo na burudani, Taifa Stars kuondoka usiku huu kuelekea nchini Morocco. Mtazamaji, hadi kufikia hapa tuna la ziada. Shukrani kwa wote ambao wamefanikisha ulimwengu wa habari kukufikia pale ulipo mtazamaji. Mimi naitwa Pius Jayunga, endelea kuitazama Sky TV na uwe na usiku mwema.